Team Cyprian, hope you are doing well. Or I can say thank you for the support umekuwa mkinipatia. Mungu awabariki. So the news reaching our desk ni kwamba D. Masengeli is requested to appear in court before Judge Mugambi today denied. He is set to appear tomorrow for sentence. Directions as 6 months jail term continues. So as you all know, IG Masengeli alikuwa summoned 7 times aende kule kotini kujibu mashtaka, ambapo aliweza kukataa kata hakutaka kwenda kule. Wakati Judge Mugambi aliweza kumwekea kumhukumia for 6 months, Judge Masengeli bado hakuweza kutii sheria. Na kama kawaida tunaambiwa kwamba Kenya is governed by the rule of law, but ikifikia wale ambao watu ni wakubwa, it's not governed, the law does not govern them. So aliweza kuignore, na pale alikuwa amekuwa summoned aende kujibu mashtaka ya wale jensi ambao walikuwa abducted. Up to date hawajaweza kupatikana. Wale jensi waliuliwa hawajaweza kupatikana. Police harassment kwa wananchi, hakuweza kwenda kule kujibu hayo mashtaka. Kisa na maana hadijiona yeye ni mkubwa sana. One thing I can see, uongozi wa Ruto ndio uongozi ambao nimeona uko na mambo mingi sana. These youths these leaders, they don't care about sheria kabisa. They don't care. Because kama yeye ndio Inspector General of Police, anakuwa summoned by judge, anamuigino, hakuenda angalau hata siku moja aseme nimekuja hapa kujibu mashtaka. But because order from above, hakuweza kuenda. That means in this country we are not governed by the rule of law. Kama yeye mwenyewe anaweza ignore, then what does it mean? Now tell me, hao wa junior wake wanapoona kwa mitandao kila mahali ni breaking news kwamba Masengeli ameignore the court order, what does it nini, yani what does shit show? Inaonyeshana picture nyingine mbaya. Na yeye ni mkuu, yeye ni IG, Inspector General mzima tu, augopi, aoni kuna juniors wake wenye wanamfuata, wenye wanafaa kufuata ile tabia yake. Now Wakenya wamekuwa wakipiga kelele sana online wakiuliza, is he above the law? President Ruto has been telling us we are governed by the rule of law. Ni kusema hata yeye mwenyewe angempigia simu amwambie kwamba kama umeweza kuhukumiwa ama umeitwa pale court, fikeni pale usikie, usomeo mashtaka yako, ufuate sheria. Yaani Ruto ameassume tu. Remember kuna watoto waliweza kuuliwa. There is a 8-year child aliuliwa. Sisi alikuwa anaandamana. Kuna families mpaka up to now hazijaweza kukua compensated, and people are assuming like nothing has ever happened. Anyway, let me read something here. Tutaangalia comment section tuone vile Wakenya wameweza kureact. But guys, trust me, Kenya ni ya anyway, blow for Masengeli as 6 months jail term set to kick off. Deputy Inspector General of Police Gilbert Masengeli's request to appear before Justice Lawrence Mugambi on Thursday was rejected since he was engaged in another matter. So, aliona yani yeye ndiye ako na mashughuli zingine wengine. Na remember, Judge Mugambi waliweza withdraw security yake, watu wakapiga kelele. Yani uniambie hii Kenya mpaka judges wanakuwa intimidated. Wanawa intimidate, wanawa blackmail, so that next time wakipata kesi waogope mbali. Masengeli, who through his lawyers Steve Ogola and Cecily Miller, had petitioned the court asking to be allowed to appear in court today between 12 p.m. and 2 p.m. and as his 6-month sentence was slated to kick off on Friday. The lawyer acting on behalf of Masengeli had presented their prayers before High Court. Presiding Judge Chacha Mwita, who declined to grant his request to appear before Lawrence Mugambi for apology. Instead, Mwita directed that his application be placed before Judge Mugambi on Friday for further directions.
As a result, Masengeli is slated to appear before Mugambi tomorrow for directions on lifting his 6 months prison sentence after he got convicted for snapping court summon 7 times. Imagine 7 times. All focus will shift to the court tomorrow on how it will handle the case because his conviction has been a subject of criticism and condemnation from civil groups. Masengeli's horse mounted when it decided to withdraw security officers offer protection to Justice Mugambi, maintaining that the officers had been called for advanced training. Advanced training gani unatoa mtu unanyang'anya mtu security, honestly speaking. Mbona watu wanatuonanga wajinga? Yaani watu wanatuonanga sijui wanatuonanga aje guys. Hao watu wanatuonanga aje, honestly speaking. The two officers were general duty officers. The two officers being general duty officers were recalled for the purpose of attending VIP security courses, stated Masengeli. Lies. We are aware that suitable arrangements were made to ensure Honorable Mugambi's security was always assured. Yesterday, Masengeli had filed an appeal at the High Court seeking to subvert a recent ruling that sentenced him to a 6-month imprisonment. In the petition, the police post argued that the ruling was made without considering the application he filed before the court. Masengeli faulted Justice Lawrence Mugambi for sentencing him despite his earlier response to the court, stating that the victims were not under police custody. So where are they? The victims, where are they? The Court of Appeal, however, declined the application seeking to suspend the jail term. Sasa, hii koti kesho macho zetu zote ziko pale kotini. Tunataka kuona vile kutaenda. Kama wataitoa ama itabaki hivyo hivyo afungwe 6 months jail. Kenyans react. This is outright mockery and ridicule to the court. Let him be a lesson to future contempt fugitives. He will be finally thrown under the bus by Sakayo, but on the other hand, Chief Justice should see what government she brought in place when she used non-judicial words like hot air and wild goose chase. Next, it will be her security which will be withdrawn. Justice be our shield and defender. Let him face the consequences. Rules is bigger than you. He just concentrated in glorifying the master. Is there a law permitting apologies? Hata mimi ndio nimeshangaa. But Matiang'i never served his sentence. Ama kuna wenye sheria hii nchi bana. He was fined 200,000. Too late. Respect law. Justice forever. He should resign and give back the 3 bodies of young men family wao wanataka kuwazika. They are about to apologize for what? He should not apologize 100%. The cops love hauling people to court. Did he think he is above the law? The new IG will be in office soon as you fight court battles after being fooled not to appear in court. Not fit to hold an office. Shindaneni tu tunawaona. We are Gen Z to arrest and escort him to committee 7 times. You could have gone to say you don't know. Now, this country of ours inanichekeshanga sometimes. Imagine, yani mtu anakuwa summoned 7 times, hataki kuenda huko. Alafu sasa you expect hao watu wa chini wafuate sheria venye nyinyi mnawaambia. Kama nyinyi wenyewe hamtaki kufuata sheria. Yaani nyinyi hamtaki kufuata sheria, mnataka sisi watu wa chini tufuate sheria. Anyway, tuko na new IG very soon ata occupy ile kiti yake, tutaona vile ata handle. And that's why we always say guys, hapa nje be very careful. Someone might use you kukandamiza mtu mwingine, someone might use you kuua watu wengine, but at the end of the day, wakati utaanza kesi utaanza wewe mwenyewe na utashindwa venye utafanya. Anyway, wacha tungojea kesho, tutaona vile mambo itakuwa hapo kesho, ama katachemka ama kataenda aje, tutangangana tuone vile mambo itakuwa. To Team Cyprian, I can say thank you so much for supporting me. Hapo kwa comment section ningependa mweze kutuambia, are you supporting vile imeweza kukataliwa hiyo ombi lake, na kesho what do you expect? So thank you guys, see you in our next video.